Alright, again and again, pale pale tulipoishia ni mzalamu wako katika mitambo hapa. Tunaendelea pale pale tulipoishia. Haya, dada katika pale mgahawa ikabidi awape sadaka au atoe zawadi ya mbwa, lakini yule mbwa alikataliwa, akamwambia bwana mbwa anawafanyia. Lakini upande wa hapa inaonekana mzee ametoa oda kubwa ili mradi atafutwe binti vyovyote iwezekanavyo na arudishwe nyumbani. Haya, lakini walogua kazi si watu wengine, ni kina Chief Wang pamoja na mwanae Deusiki. Lakini hapa jamaa anapopata habari anaambia bwana mzee ngoja tutafute. Lakini Chief Wang alikuja moja kwa moja mpaka eneo lile ambalo majamaa wanapatikana, akaambia watu wametoka kwenda kutembeza oda ya samaki. Lakini kwa siku ya leo jamaa amemchukua demo, ameenda naye mpaka kwa bibi yake, ambapo bibi yake huyu ambao amzaa mama yake, na walikuwa wanajishughulika na masuala haya mgahawa. Lakini kipindi wanakula katika ule mgahawa kulikuwa na kundi lingine ambalo vile vile nalo waliajiriwa wamtafute ubinti. Lakini jamaa akamwekea mgongo pale, na binti kwa sababu alitonesha mashavu, ile sura halisi ilipotea. Na mchizi kama anashtuka fulani hivi. Lakini mama alipofika hapa akawapa baraka zote, akamwambia jamani biashara imemaliza, lakini cha muhimu muwe safi na salama na mpendane kama kweli mnampendana, na muwe karibu zaidi na zaidi. Lakini bibi aliwatoa na kuwapa maneno mengi ya busara na kumwambia bwana mamako alikuwa ni mtu mzuri sana na mamako alikuwa anafanya biashara, kwa hiyo naomba ufuate nyendo zile zile za mamako mzazi. Pia akamwambia bwana bibi sawa, mimi nimekuelewa, nitafuata kila kitu ambacho mama amenihusia na wewe unachonihusia bibi, sitaacha. Akamwambia bwana sawa. Haya bwana, inabidi mkae kwa amani. Na huyo binti anambia bwana huyu sio mchumba wangu, mimi ni swaiba wangu tu. Jamaa anajingatangata, bibi anauliza kama unashapata mke mwenzangu niambie, kutaka kumshika mkono. Bibi naye akapata maneno yake pale. Lakini ghafla bibi akazama na simu na akaendelea simu. Upande hapa majibu yanakuja kwa mtu mzima haelewi mpaka wakati huu, hajui binti yuko wapi. Lakini namfanya kitukio hili likumbuke mbali sana kipindi dada mfanyakazi wake mkubwa alipotaka kumtoa maisha huyu mama. Lakini hapa alikuja na akamfariji, akamwambia hakuna kitu kibaya ambacho kinaweza kukutokea kama mimi nipo karibu na wewe, hakika wewe ni mtu wangu wa muhimu sana. Kwa dalili na mambo yale baba aliona kile, akatambia sikiliza mwanangu, huna unaolijua miaka 30 iliyopita nyuma, 25 ambao ulikuwa mdogo sana, huyu mwanamke nilitoka naye mbali sana na hujui yule dada ni nani. Akamwambia sasa baba, hivi ukweli gani ambao umefichika baina yangu mimi na huyu binti? Akamwambia sikiliza, iko siku utaelewa na inabidi umtunze sana. Lakini hapo aliporudi ambaye jamani mnauliziwa, yani mnatafutwa kama hela, kuna watu wamekuja hapa wamekuulizia ni yule Chief Kwang. Jamaa akachukulia kama jambo la kawaida tu, lakini ni jambo hatari. Lakini ilipofika usiku kaka yake na yule binti alikuja akamwambia sikiliza, na kuachia simu hii hapa kwa sababu hauko katika hali ambayo nzuri kwa sasa hivi, naomba uchukue simu hii, lolote litalokutokea naomba unipigie simu, ama lolote litalotokeeni naomba mnijuze na mimi mali nipate kujua. Jamaa anaambia bwana sawa, tunashukuru kwa kutujali, lakini mimi sielewi yote kwa nini babako anafanya. Aliporudi nyumbani anamwangalia bibi, lakini bibi hana moja wala mbili wala tatu, akili yake yote imezama katika mapenzi ya huyu mfulana, kwa sababu amana unaipata huku si amani ya kitoto, ni amani babu kubwa. Haya, bia anacheza na mchiza pata kupiga mswaki. Basi jamaa ongelesha, jamaa anasoma vitabu, dada anafanya vurugu. Tunaambia bwana we kama unataka kulala lala. Upande wa mtu mzima huko anaambia bwana hakika tunapambana na muda sio mrefu tutamuona. Basi naambia bwana nitakupeni doge nono sana kama mtamwambia bwana mzee hilo halina shida, sisi tutafanya kazi yetu kwa bidii yote, yani tutafanya kazi yetu kwa bidii tena kwa moyo mmoja, na tutapomkamata moja kwa moja tutakuletea. Upande hapa jamaa anaendelea kutembeza oda zake za samaki na kila sehemu ambao watu wamehitaji samaki basi wanapeleka. Lakini dada anaendelea na mustaka. Lakini leo kama kuna kitu dada alikisi, na alipotaka kumshika mkono jamaa alikataa kushika mkono. Akajua kila unaponishika mkono unataka kuangalia mbele yangu itanitokea nini. Kwa hiyo sasa hivi leo sitakuruhusu bwana, leo niache tu niende nikapambane tu hivyo hivyo. Lakini neno usingelijua linakujaga mwisho wa safari. Jamaa alipigwa simu na oda aleta samaki katika kiwanda, lakini wale watu ambao wamwambia alete mzigo walikuwa si watu wazuri na walimteka. Lakini bibie alijua tu, na kwa sababu yeye ni mtu wa miujiza, alipopiga simu aliona simu hapa, lakini jamaa alimshika mkono mwenyewe bila kujijua, na dada aliona future huyu mchizi kaelekea hapo. Basi na moja kwa moja akawa anamfuata. Alifuta tu hisia, lakini alifika mpaka eneo lile akamwambia bora wewe kinyago cha mpapulo umejileta mzalamu mmoja, ngoja tukuingize ndani. Jamaa anamkuta mchizi wake ashabondeka sana, ashapigika sana, mchizi hana moja wala mbili, hapo lipo fahamu poteza bwana. Wakamchukua video akarushiwa mshua katika WhatsApp, ambaye bwana haya watu wako tushawapata, tuambie sasa tuwafanye nini, tuwaue tuwafanye nini? Ambaye bwana hao waikeni hapo
na ukizingua ikiwezekana pe bomu. Mchizi akachukua kile kicheni cha mwanamke shingoni ambacho mwanamke kama ile useme ni control yake, na kikushika mkono na huko kinaendana. Basi akaanza kumtiatia vichwa mwanae, wewe mwanangu amka, unalala nini wewe? Au kitovu kimekudondokea. Jamaa akamwambia bwana amka. Mchizi akaamka, lakini mama huku kama kuna dalili katika mizimu yake aliona kama mwanae hayuko sehemu salama, lakini na yule mtoto wa mtu mkubwa naye aliona, na hapa wakategeshwa bomu dakika 10 tu. Ya dakika 10 hizi wakishindwa kujitoa hapa, basi wote wawili umauti utawakuta. Basi dada akamwambia wewe unafanya nini? Hebu chukua hiki nini kibania ambacho kiko hapa katika ziwa langu. Mimi naogopa ziwa lako bwana, wewe nyonya tu kama unataka kunyonya, mshenzi nini. Basi jamaa akatoa, basi wakaanza kuchekelea, tumefanikiwa. Na kile kibania kilikuwa kama kiwembe, lakini hapa baki alisali moja. Dada akaona tutakufa dakika sekunde zibaki 12. Mama tunakufa. Dada akamwambia usiogope. Dada akasimamisha muda tena kwa miujiza yake, na muda ukasimama na dakika zikapungua na bomu likaacha, kwa sababu dada huyu ana uwezo wa kusimamisha mpaka muda, lakini alitumia nguvu nyingi za mwili na mwisho siku alipoteza fahamu. Lakini mara punde si punde wanaonekana katika kamera kama wanatoroka, na mchizi wao jamani wanatoroka tuwafuate. Basi wakaanza kutoka mbio, na mchizi anambeba mwanamke hadi kumnusuru katika shida ile, lakini hakuna walikodhurika, hakuna walipopigika, ila ni tabu tu na mitihani iliyopitia. Kama mama mtu huko anamwambia bwana sikiliza, nyendo zako unataka kununulia mwanangu taratibu, umesema utatulinda, lakini mbona unafanya mambo ambayo? Anambia bwana sikiliza, mwanao kaondoka nyumbani bila ruhusa yangu na simjui ni nani ambaye amemtoa, lakini mimi jambo hili sio kama labda nimepanga kumfanya mwanao kitu kibaya. Kikubwa ninachotaka mwanao awe na amani na aishi maisha mazuri, kwa sababu wewe ushanitumikia mimi na mwanangu abidi aje kutumikiwa na mwanao. Sasa kwa nini mwanao anaondoka? Lakini huku dada kwa tukio ambalo amelifanya jana amepata homa kubwa, homa ambayo ilimfanya alale kitandani. Alipoamka dada jamaa anamuhadisia, anambia bwana alifokuwa, lakini cheni yake kifuani hiyo. Anambia sasa itakuwaje? Anambia hapana, sio kama nguvu tu zipo ndani ile cheni, na mimi mwenyewe nguvu zipo ndani ya mwili, lakini ile kidogo nitakupata ni control yangu. Jamaa katamaa zake kaja mpaka kwa mzee Muksini Sonala. Bwana mzee Muksini nipimie. Mzee Muksini kama bwana sikiliza, humu hamna kitu chochote, ni kitu kama pima maji tu, kama unaweza kukitupa kitupe, kama unaweza kukivaa. Jamaa kwa bora akivaa. Sasa kwa tamaa zake we akaanza kujikuna bwana, mwili mzima ukurutu. Ikabidi ende mpaka pale sokoni wakiona Stiba, bwana Stiba bwana jamani najiwasha, yuko wapi binti? Ambaye bwana binti hayupo hapa bwana, kidude kimeligandia mimi jamani kinaniwasha. Jamaa analalamika, mchiza anaambia wewe utazako tamaa chifuani kamshika ambaye bwana inabidi sasa uombe nini? Uombe msamaha. Basi story ikawa ni hiyo, tumtaki kijiji kizima. Jamaa kaja hapa basi anajiwasha. Yaani basi tumpeke kwa mganga mkubwa. Basi dada akachukuliwa bwana, ingia kwa mganga hadi kwa hiyo mjiji. Lakini mganga alipomuona tu akapiga magoti mwenyewe, kumaanisha kwamba huyu dada ni mchawi mkubwa kushinda hata yeye. Basi watu wote wakaanza kumuogopa. Jamaa akaona isiwe issue, akamuigiza na kumwambia wewe sikiliza, haya maujiko ambao anakuletea yatakusababisha matatizo, kwa hiyo tulia ndani, hujui ambacho kinatu. Kimchizi kama mind fulani. Dada akaona huyu vipi, dada kila kijipa furaha, akaona sio shida. Sasa ikamtamanisha afanye jambo baya na akamtishia mchizi bwana. Mchizi kabidi arudi nyumbani vibaya, ili demu asije akajua. Akamkuta bibi amelegea, amepunguza hamu, amepunguza mapenzi, mtu kama mtu wa kulia, mtu ambaye amepata kitu kizito. Lakini mchizi alimwangalia kwa sura mahaba na malavidavi, na mwisho wa siku wakahisi hisia zao kama zinagongana na kutaka kugonga kwa mia katika hisia nyingine ya ulimwengu. Mwisho wa siku romance hapo inakuja. Jamaa mara ya pili sasa hivi leo, lakini ndo anaula ulimi vizuri wa mtoto. Na kweli siku ikaenda na ikakucha, yani penzini jipya na penzi safi kabisa, penzi mubashara. Basi chifu kwangu bwana na watu wake wamekuja, lakini hapa kuna mzee mmoja. Mzee kama ana kitu ambacho mimi na wewe bado hatujakijua, lakini mzee anakaa kama mpelelezi hivi asili, ama amekuja hapa anapeleleza nyendo zote za binti na huyu jamaa. Haya basi maongeza naendelea na bwana huyu sasa hivi hapa. Huyu jamaa anaitwa mjomba Hector. Kama mnamkumbuka yule aliitwa na mzee kule mara kwanza ndani ya nyumba pale, mzee akampa majukumu yake, lakini sasa majukumu ya jamaa ni kumfuatilia binti huyu kimya kimya, yani kumfuatilia binti kimya kimya. Basi binti anatoka hapa anaendelea kuangalia, lakini binti ni mapepe kupitiliza, lakini jamaa aliendelea na tabia yake ya wema na kuthamini watu na kujali watu, na hata ataporudi tena kwa Sonala kwenda kuuza baadhi ya vitu bado apate hela za matumizi ya vitu,
Na maisha yakaendelea, na leo ilikuwa siku moja ya party ya mchizi, na mchizi akafanywa birthday yake, na maisha yakaendelea. Na dada akazidi kuwa na imani na mapenzi, na ile kila anapokutana na mwanaume, anaposhikana naye, kuna future nyingine ya maisha anajiona. Na dada anaona mbali mpaka machozi yanamtoka. Yote ni mapenzi ambayo sasa hivi yamemjaa, lakini mbele yao na safari yao ni nzito. Lakini watafanyaje? Wamependana, ingalikuwa wapo katika wakati mgumu. Bosi anamtaka binti arudi nyumbani kwa ajili ya future mwanae, na sasa hivi binti amezama katika future ya mwanaume mwingine. Sasa itawezekana kweli binti kurudishwa nyumbani, ama balaa na matatizo ndio ambayo ataendelea kutokea? Lakini udada huyu naye anampenda sana yule mtoto wa bosi. Anakuja hapa anambia, bwana usijisumbue, mimi hapa nipo. Lakini jamaa hisia zake na fahamu zake zote zipo kwa huyu binti ambao mshikaji wake amaliza naye shule, ambaye amemua sasa hivi. Haya, maisha huko yanaendelea, na yule mzee anaendelea kujifanya hapo karibu, lakini anachukua umbea huku wote anampelekea yule mshua. Bwana huku kuna moja kuna mbili kinaendelea, lakini hapo kumbuka huyu binti anatafutwa vibaya, lakini mzee amepandikiza watu chungu nzima. Na mzee anakuja analetoa habari, bwana kuna moja, kuna mbili, kuna tatu, kuna nne. Na jamaa anapewa pesa yake, anarudi nyumbani na anaendelea na upelelezi wake. Lakini huko mzee anasikia habari za kuhuzunisha kidogo, na inabidi atoke moja kwa moja mpaka katika kijiji. Na kaja na gari nzito na kumuuliza yule mzee, anambia bwana tunamtaka ubinti. Basi yule mzee akaelekezwa, mzee kwa sababu kaishagwa hela, akaambiwa bwana jamaa, bwana isikiliza, kuna mtu basi. Jamaa akakimbia haraka sana, sababu naye jamaa ni rafiki yake karibu sana yule mchizi. Ikabidi atoke moja kwa moja, bwana sikiliza mwanangu uje mnatafutwa. Kwa hiyo kama mnatafutwa, yule jamaa mwenye suti alipokuja wakaanza kuwasaidia, na imadi waanza kukimbia ili madi waipuke na takini. Hapa punde si punde, uso kwa uso na jamaa mmoja. Akamwambia bwana sikiliza, haina haja kukimbia mtu zetu hivi. Wakaenda pembeni, wakabidi wapige story, wakaongea. Akamwambia sikiliza, wewe ndio unafanya maisha yangu sasa hivi yanakuwa talini. Kumbuka mamangu alikufa kutokana na huyu mzee. Kwa hiyo naomba usiniletee matatizo, na mimi vile vile nitaka kutumbukizwa katika maji mazito hadi nife kwa ajili ya kwenu. Afadhali naomba urudi kwenu. Lakini mzee uso kwa uso na huyu jamaa ambia, baba sikiliza, mimi utaniua bure. Mama yangu ulimuua kwa ajili ya huyu binti, na mimi sina lolote nalojua. Binti ndo anataka kukaa na mimi, sio kama mimi nataka kukaa naye. Tafadhali kama unawezekana, mchukue binti yako uondoke naye. Na mchizi huyo akasepa, akamwambia sikiliza, so wewe ambao wanasema sisi tukae naye, inabidi wewe mwenyewe umkatae binti asikae na wewe. Lakini wewe huwezi kumkataa, ndo maana binti yuko na wewe. Sasa sisi tunataka tuje kumchoa nguvu. Mzee akaona maneno haya na akasema mambo haya anaweza kafikia pakubwa. Akakumbuka usia yule mtu ambaye alimwachia usia wa kukaa na familia. Mzee alijuta sana na alilia, na mwisho siku mzee alipata gari yake na akateleza. Mzee ilibidi apunguze pumzi, akamwambia baba sikiliza, vitu vingine vya kawaida tu katika maisha, kwa inabidi uache mambo yako yote kwa sababu sasa hivi afya yako si nzuri sana. Haya, binti uso kwa uso na baba akamwambia sikiliza mwanangu, sio kama labda sikutaki, au sio kama sikupendi, ama sio kama nakuzuia kufanya mambo yako. Kikubwa anachotaka future yako ya maisha ya wewe na mwanangu baadaye iwe kubwa, kwa sababu mwanangu ndo mlisi wa mali zangu zote. Jamani, ningependa leo niishie hapa, tukutane katika